Chapesa. Mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media, kwa mara nyingine tena tunakutana katika viunga vyetu vya burudani na michezo. Ukiona nimeshika hiki kitonge basi jua na kuletea habari za kimichezo. Hususan siku ya leo tutazungumzia mawili matatu, hasa jiji kufungwa au jiji kuwa na furaha. Wana Simba Sports Club kupitia mzabuni wao Jeruti ameshusha jezi mpya, jezi yenye quality, jezi yenye kiwango kizuri sana. Ila kuna moja tu, wengine sasa wanalalamika, kwa nini bwana, mbona mnatutolea kitu kizuri, jezi mzuri, kitambaa kimenyoka, jezi ya kuendea harusini mpaka kwenye ofisi unaendana, lakini wale wenye vitambi sasa nadhani jezi itakuwa kwa wao ni shughuli. Inabidi mzee Jeruti afanye mpango sasa, awaletee chuma, awatengezee tena design nyingine wale wenzetu wenye vitambi. Mimi binafsi bwana nikasema nisiwe mchoyo, nimletee kitonge mzee wangu. Amemwona mzabuni Jeruti alichokifanya pale Ngorongoro, jezi aliyoitoa, kiwango alichokitengeneza cha kile jezi, quality yake ameiona, na yeye anataka uzi gani ndani ya huu msimu. Tumletee Wanachapesa family. Habari mzee wangu? Shwari. Mambo unasemaje? Poa bwana. Shikamoo. Marahaba. Kwema kabisa. Kwema. Naona mambo mwere. Mambo bom. Hakuna. Wenzetu wameshamtoa mtu wao namba 6 ishajulikana basi. Ile ya kelele siku zote. Kelele nyingi. Ile namba 6 ilikuwa na sako mara Faisal. Wale walikuwa Yanga, wewe mimi nilikwambia hapa kwenye hichi kitonge Yanga hawezi kumchukua Faisal babu. Wewe vipi? Wale wenzetu wamepania. Wana shida. Na iko siku utakuja kusikia Yanga wanacheza finali ya kombe la Afrika. Mimi ndo nakwambia iko siku kama wataendelea kuwashikilia hawa watu. Bwana, iko siku tunakuja huko. Kwanza tuanze hapa mzee Side. Jana bwana kilichofanyika Ngorongoro umekiona na imani. Nimeona kwenye mitandao. Mheshimiwa pale bosi tajiri Jeruti kaamua kuwafanyia surprise ya kutosha wana Simba Sports Club. Siku ya jana wamefurahi kwa mara mbili ya. Wengine walienjoy kwenda Ngorongoro, lakini kuna wengine wameenjoy zaidi jezi zilizotoka. Tuzungumzie ubunifu wa Jeruti, hususan wa jezi alizozitoa mzee Saidi. Kwanza umeziona jezi? Nitakuwa wanasemaje, nitakuwa sio mchoyo wa fadhila. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposema ukweli kuhusiana na jezi za Simba. Tukubaliane, Jeruti anajitahidi sana kutoa jezi za Simba. Ni fundi. Yaani anajitahidi, anajua material, si Muhaya yule anataka sifa. We Muhaya unamjua, Muhaya Msukuma, Mnyamwezi, watu wanapenda sifa wale. Kusudi aitengeneze ile jezi tumsifie, ndo kama hivi. Tengeneza jezi nzuri. Uzi uliotoka. Uzi mzuri babu. Unaendea ukweni ile? Ule. Sio unaendea ukweni. Unaenda kuchukulia pesa benki. Umevaa jezi ya Simba tena kama nyeupe. Bwana njoo bwana, NBC wanakuita tu. Sio wadhamini wa ligi. Unaombea mkopo? Unaambia bwana nipeni mkopo bwana, jezi mnaiona, jezi kali tajiri Jeruti. Ila mimi namsihi tu Jeruti, akia Mungu, yani chukia asinichukie. Ili jezi iwe ina thamani, atengeneze timu. Ili jezi iwe na thamani zaidi. Iwe ina thamani kubwa, atengeneze timu. Yaani manake iweze kujiuza kwa timu iwe nzuri. Full stop. Yaani mimi nakwambia atapiga hela mpaka atachanganyikiwa. Watu wa Simba pamoja na madhira yote wanayoyapata, lakini timu hawaiachi. Umeona nyomi ya Ngorongoro sana wamefurika. Na ndio maana nakwambia hivi, mimi jambo likifanyika zuri siachi kusema. Na timu ikiwa mbovu mimi nawashona. Mimi najua timu mbovu kupitia wapi. Jana ngoja nikupe kidogo sana hichi kisa. Kimenitokea jana ofisini kwangu. Ndio, leta story. Jana sisi ofisini kwetu kule Ilala kulikuwa kuna ajali, engine ilidreli. Sasa ile engine ilivyodondoka akatumwa mzee mmoja kuja kusimamia kazi, anaitwa Mr. Shamba. Yule Mr. Shamba ni shabiki wa Simba, tena kindakindaki. Shabiki wa Simba kindakindaki. Sasa alipokuja yale maeneo ya ajali akanikuta niko mimi pale. Alipofika bwana akawasalimia watu wote. Mimi hakunisalimia. Kwa nini sasa? Nikamfuata pale nikamwambia bosi, vipi mbona umewasalimia wote, mimi hujanisalimia, kuna nini? Shida ni nini? Kwa nini unaacha kunisalimia? Akaniambia bwana wewe sio mwenzetu. Mimi sio mwenzenu. Sio binadamu, sio mwenzetu vipi sasa bwana? Bwana bosi nikamwambia unajua mimi na misimamo. Nikamwambia naomba uniambie sio mwenzetu kivipi? Jambazi,
mpiga watu au vipi? Akaniambia bwana, wewe sio mwenzetu kwa Simba. Si unaona zamani nilikuwa nikija lazima niongee na wewe, lakini wewe umetuhama. Umekimbia. Umetusaliti mzee. Umetusaliti. Nimekusaliti wapi bwana mkubwa? Wewe bwana sumeenda Yanga. Umehama. Bwana, yani kundi lililokuwepo pale ilibidi wacheke watu wote. Bwana watu wanaumia wewe. Unawashona vya kutosha. Watu wanaumia. Sasa nikamwambia okay, mimi nawasaliti. Shida ya kuwasaliti nyinyi ni nini? Bwana wewe unatusema sana. Nikamwambia so nyinyi. Sio nyinyi. Mimi nawasema wale wanaoiongoza Simba. Waliosimama wenyewe juu. Shida wale waliosimama juu. Sio nyinyi. Mimi nikamuuliza Yanga mwaka huu ilikuwa nzuri? Ndio nilipombana hapo. Yanga mwaka huu ilikuwa nzuri? Akasema hapana. Kwa nini haikuwa nzuri? Usimpeleke moja kwa moja kwenye jibu. Hapana, kwa nini haikuwa nzuri? Bwana hata uchezaji wao. Sasa ilikuwaje wachukue ubingwa? Si hao viongozi wetu. Kaja. Babu, na sio labda shabiki, ni mwanachama wa Simba. Mr. Shamba. Msukuma anaongea mpaka anatetemeka, mdomo unamuona unacheza. Watu wanavyoumia, lakini wale viongozi wa Simba hawajali. Wao wanamjali Ahmed Ally anavyojaza watu vile, kucheza vile, sijui kufanyaje. Tengenezeni timu. Lakini timu stia. Jairuti. Narudia tena, anaitwa sijui nani Jairuti, sijui Joseph sijui nani, sijui Isagila sijui nani. Joseph Isagila sijui nani Jairuti. Tengeneza timu mdogo wangu. Yaani wewe mimi namwambia Jairuti atengeneze timu. Sasa timu Jairuti, mbona hata Muhindi hatutomkumbuka? Kwanza, mbona kibarua anachompa kazi nyingine na tofauti na yeye alivyokuwa anaingia kwenye mkataba? Sikiliza nikwambie. Kwani Sandaende alikuwa anatengeneza timu? Na ndio tajiri tulinaye. Sandaende alikuwa anatengeneza timu? Alikuwa atengeneza timu. Kazi yake ni nini? Yeye kaingia mpaka subiri. Sandaende ilikuwa kazi yake kutengeneza jezi. Na ndio aliingia mkataba na jezi yenyewe ilikuwa inakuja kama makapo. Lakini sasa hivi jezi hizi tunazokuja nazo ni nzuri. Yule alikuwa anatengeneza majezi, ili mradi majezi yana nembo ya Simba kama makapo. Mimi si ninayo mule ndani kibao tu babu. Ile Visi Tanzania. Visi Tanzania jezi ile nayo jezi ukishika namna hiyo inateleza. Huyu anatengeneza jezi. Sandaende alikuwa anatengeneza makapo. Lakini mkataba alioingia Sandaende na Simba ni kutengeneza jezi. Ni mzabuni wa jezi. Sasa Jairuti naye kaingia pale ni mzabuni wa jezi, anatengezaje timu? Lakini katuonea huruma. Tafuteni mchezaji mzuri ni mmoja tu. Sasa hapo ili kusudi jezi zako uziuze, ingia kindakindaki. Viongozi wa Simba nataka nilete wachezaji 3 au 4 wakali wakuja kuweza kuitetea Simba. Kwa avunje tena mkataba aanzishe upya? Sio avunje mkataba, yeye kwa mapenzi yake anataka atengeneze soko. We vipi? Biashara unatakiwa uangalie kule, sio uangalie hapa. Yule babu kama Simba inachukua ubingwa, akiwepo yeye mzabuni wa jezi na wachezaji kaleta 4 wakali. Timu nampa yeye. Babu yule atakileta matambala watu watavaa. Mimi sinakwambia kwa uchungu watu walio. Kwa hiyo huko mnaweza mkamshusha huyu. Babu Choani huko mkaingia huko. Wewe Kanju by nani atamuuliza? Timu inachukua ubingwa mbele ya Jairuti, katengeneza jezi nzuri, jezi zake. Yule babu akiamwaga matambala barabarani watu watakimbilia utayaokota. Wewe unafanya mchezo. Watu wa Simba wana uchungu, waone vile wanakimbia, wameenda mbuga za wanyama kule kina Kisugu kule wanahangaika kule. Mzalamu kakosa jezi. Hapo ndio ninapotaka tuje kwanza bwana. Jana baki ya Mzalamu bwana. Bwana Muhindi bwana kahangaika kamaliza Dar es Salaam mzima. Muhindi wa Simba bwana. Yule Muhindi wa Simba wamemnyima jezi yule. Kwa nini? Yule si anasema gari bovu. Mimi ndo nakwambia yale mapigo yake haki ya Mungu. Yaani kaa utafakari kwa kina na utulie. Na ndio kwanza mpaka Mzalamu kakosa jezi kwa sababu yeye na Mzalamu wanalingana. Mimi nakwambia kweli. Kwa hiyo wenye vitambi wote jezi tipu hiyo atakosa. Kwa sababu ya Muhindi. Mimi ndo nakwambia Muhindi ndo alianza na habari ya gari. Babu Waswahili watu waliosoma hiyo babu. Sasa we Muhindi nimemuona analalamika, afu ala mtu wake naye special kama wewe mimi na wewe. Nesi jua alimpiga marufuku. Kamwambia anamuita sijui Jose, sijui anamuita nani. Anamwambia Jose, nimetembea mji mzima Dar es Salaam sijapata jezi yangu. Watu wameshapiga hesabu.
Bana hao wenye vimili kama mzee Saidi si wako wengi hao. Toa hizo chapisha. Hao wenye matumbo achana nao. Wanunue mbili wakate. Sasa kamponda mpaka Mzalamu. Sasa Jeruti mwaka jana amefanya jambo zuri sana kwenye jezi. Kakasirika. Wewe si unasema gari yangu mbovu. Sasa subiri na mimi nikuonyeshe. Kamshagilia mbali. Toshi kuongelea peke yake akaita Dunia Media. Sasa ndio nakwambia awasilishe kabisa maoni yake. Sasa kusudi apate pa kutetewa. Hata nani atakayemtetea kikaa kimya? Ina maana pale sasa mpaka akamsababishia ndugu yangu Mzalamu naye kakosa jezi. Sasa na Mzalamu na nani na Mwarabu wanafanana mili yao. Mili mikubwa mitambi hivi. Hata wanategemea atapata wapi Mzalamu jezi? Wewe Mzalamu kakosa jezi. Na Muhindi kakosa jezi. Muhindi na bwana afu Muhindi anajua kuongea. Anamwambiaje yule? Hadi Muzaduka anamwambiaje? Naomba uwe mkweli wewe sasa. Alimwambiaje Muzaduka? Wewe mtoto. Naomba uwe mkweli bwana. Ongea wewe sasa. Sasa wewe unatakiwa uongee wewe. Mimi nakosa jezi. Nakosa jezi. Navaa nini mimi? Kajua tayari. Mbosha nyoka. Chuma kimewaka. Sasa ngoja. Muhaya kakasirika. Wala akitaka inabidi wanunue mbili. Wanunue mbili. Yaani sasa anafanyaje unajua? Afanye kama marehemu Magufuli alivyokuwa anafanya. Huku Yanga, huku Simba. Sasa kwa kuwa yeye ni Simba, anachukua huku nyekundu, huku blue. Anachona. Pelekwa fundi. Akachane kati. Anatafuta size. Anakuambia anatafuta 3XL. Amekosa. Ataipata wapi? Mpaka 4 alikuwa anatengeneza mwaka jana. Sunderland ndio alikuwa anafanya hivyo. Nakwambia hivi, si tunaongea kama kwa vichekesho, mshikaji anaumia. Amekosa kumchangia mzabuni. Amekosa kwa kumchangia wapi? Kaona hela yake yeye. Unajua kapiga hesabu kaona hela yake yule Muhindi yake ikosa haina shida Jeruti, lakini hao huku ndio tuko wengi. Sasa kama kina Jeruti huko akina Mzalamu wale unavyoona Mzalamu na huyu Muhindi mbona kama naona wako wengi sana pale Simba. Sawa sasa zinaweza zikatengenezwa special zikaja kwa oda maalumu yeye anaipata wapi? Kwa sababu wale wako wengi si ndio? Akasema bwana ngoja nitengeneze special tu kwa ajili. Kwa hiyo inakuja wewe unafuatwa bwana lipia kabisa. Unalipa hela yako. Sasa Muhindi atamfuatana. Muhindi atamfuata nani? Na watu hawamtaki Muhindi. Kumshauri Muhindi hapa afanye. Mshauri apunguze maneno. Wewe kumbe kuongea sana. Sasa wewe mbona umepata? Mimi nimepata mwili wangu unafanana na watu wengi. Mimi hataki sugu. Mbona unapiga saa vibomu inaitwa? Mimi Kisugu mnene kwangu. Sasa Kisugu atapata. Kisugu si muuni anaweza akavaa ikampana. Na kwa nini mimi namuongelea sana Kisugu? Kisugu kanifurahisha sana. Pale kwenye gari alipoenda kana anaongelea maandishi. Anachungulia huko. Akajua mimi ndapata watu tu atapeleka salamu. Kama fundi makanika. Nimempenda sana Kisugu. Mimi babu ukifanya jambo ambalo mimi linaniingia ndani ya moyo wangu, mimi nitakusifia. Lakini ukifanya upuuzi mimi napeleka moto na wewe. Sawa. Tuzungumzie namba 6. Namba 6 bwana, siku ya jana tena imezunguka. Mwisho wa siku bwana, namba 6 jana Fred Ngoma ameingia. Wewe ndio ulikuwa unaking'ang'aniza. Sio king'ang'anizi. Wewe ulikuwa unang'ang'ania wao wanamchukua Fei. Nikamwambia wewe Fei wakasema Fei au Mabula. Sasa tunasema Yanga, ngoja nikwambie. Yanga walichokuwa wanakitaka wao. Unajua wanachoangalia mtu aliondokaje? Umenelewa sijui? Mtu aliondokaje? Mtu aliondoka kwa shida. Yule nani? Faisal. Sio Faisal. Huyu nani huyu aliyofunga goli siku ile akakimbia uchi? Morrison. Yanga walimrudisha, walikuwa hapo katika kipindi kigumu. Kile kipindi cha kutembea na kapu. Kuna habari hata washabiki wa Yanga wenyewe wanaweza kaweka ngumu wewe usirudi. Wenyewe wanachama kwa mtaki mchezaji msimlete. Viongozi wanaweza wakawa wanamtaka. Lakini wanachama wakakataa, wapenzi na nini wanachama wa Yanga wakakataa. Waliwahi kumkataa Mitacha au unakataa? Ndio Mitacha Mnato. Alisema ametuonyesha kidole cha kati, hatumtaki, hata mkimleta tunawazilieni timu. Walimleta. Aliachwa. Sasa nani engineer si ni mwepesi sana wa kusikia. Yaani mimi ndo hapo uongozi wa Yanga ndio hapo unaponichanganya mimi. Yaani wewe ukiwashauri, ukiongea wanajua kwa kwamba hiki kilichoongelewa
kwa sababu sisi tunapita vijiweni, kwa tunakutana na maneno mengi vijiweni. Saa nyingine wao vijiweni hawaendi wale. Kwa hiyo kama hawaendi wale wanapita, na kuna wanachama wengine wa Yanga wenye akili zao walizotulia. Wanao jamaa, mnamsikia huyo jamaa, hebu angalieni haya maneno. Ujue kwa mfano mimi naweza nikampigia simu Engineer Hersi asipokee. Ndio. Lakini kuna mwanachama mwingine wa Yanga akampigia simu fast akapokea. Sasa anapopokea pale anamwambia bwana, unamsikia huyo? Wewe unamuona Dosa wamemtupa. Amemtupa, amejitupa. Wala anatashirele suma jitaka mwenyewe. Wala ana shida. Kwa nini anaonekana amejitupa sasa Dosa? Sasa wewe unaiongelea timu ambayo timu kila siku inaleta vikombe babu. Wewe unasema bwana, wewe sijui Engineer Hersi atalalamika kama vile alivyokuwa anasema kwa Mavambo, sijui Engineer Hersi halali kwa ajili ya Mavambo. Mavambo yuko hapa. Sasa wewe uone kama unajipoteza mwenyewe babu. Wewe anaizungumzia klabu ambayo inafanya vizuri, anaikosoa. Yeye ndo anapeleka ushauri. Sisi tunakosoa kwa sababu wameshindwa miaka 5, na ndio maana nawaambia hivi, Dosa naye mwenyewe anachangia sisi timu yetu kuharibu, kwa sababu anaisifia ikiwa ina mapungufu chungu mzima. Ina mapungufu mpaka kwenye viongozi. Hiyo Dosa si chanzo cha Simba kuharibika. Ni Dosa kwa sababu anaisifia timu ambayo sisi inatuumiza. Wewe unaisifiaje timu ambayo haichukui vikombe? Imechukua kikombe cha ligi ya NBC. Tangu NBC hivi wameanza kufanya 2021 mpaka 26. Hivyo hamjachukua. 21 22 Yanga, 22 23 Yanga, 23 tangu ameingia NBC si hatujawahi kuchukua ubingwa. Kombe linalotengezwa lolote NBC ni mali ya Yanga. Alafu wewe unasemaje timu nzuri? Timu nzuri? Hapana. Si kazi yetu kuchukua CRDB tu. Akili hiyo. NBC si nataka na sisi tuatie hasara NBC. Mchuanie kombe iwe zamu yetu. Sasa iwe zamu yetu. Tunadanganyana, watu wanasimama kwenye majukwaa wanatafuta maneno tu, contact sijui contact, ili kusudi mtu aonekane yule bwana kaongea. Wewe unasema sisi tunataka ushindi. Unataka ushindi kwa ile timu. Nilikuwa naongea na mdogo wangu Bakari wakati tunaingia hapa kuja kufanya kipindi. Anasema hivi, watu wote sasa hivi wana hamu na Yanga kuiona. Ndio. Kwa sababu Yanga imekaa kimya, haijaonekana. Hawajacheza kitu chochote, wale jamaa hatari wanajifua balaa. Bwana. Babu utafikiri wanaenda kucheza, yani utafikiri wanajeshi wanaenda vitani. Yanga hiyo. Babu wanafanya mazoezi wale watu, sio mchezo. Sasa tarehe 12 itakuwaje? Itajulikana hapo. Baada ya kurudi Ngorongoro. Kuna mtu mmoja kaniambia mpira uchezwe hivi wa Yanga na Simba ni uchawi. Alafu bwana, na hiyo dabi na imehamishiwa Zanzibar bwana. Ndio haya mimi kila siku nayasema, unatuhamishia Zanzibar kwani? Bwana sijui, unajua TFF wanatafuta si tufungwe. Kivipi sasa? Tuseme maneno tuiguse mpaka serikali. Ukishaigusa serikali haiwezi kukuacha. Lazima itakuchukua. Sasa unaigusa na Katondo. Hatutaki mpira wetu. Hatutaki kwenda Zanzibar. Kwa nini utupelekee mpira wetu kule? Unatupa shida. Maisha ya kule magumu. Wao wenyewe Zanzibar wanasema. Kwa nini utupeleke kule? Kula tabu, kulala tabu. Kula tabu yake nini mzee? Kula. Babu wewe mwenyewe uliona? Wewe unatupeleka kule unaenda kutuumiza sisi. Nyinyi mnalipiwa, sisi tunalipa wenyewe. Maisha yetu yanakuwa magumu. Hivi vilabu vinafuatwa na watu maskini. Watu mahoyae, mtu anaanza kujichanga. Kuanzia leo anaanza kujichanga. Mechi tarehe 12 anaanza kujichanga. Babu, mimi nilikuwa pale Pamba nini pale? Pamba ile duka lile pale lile. Nikakwambia hebu nichukulie namba kwenye ile duka. Linaitwa Pamba nini sijui. Karoshi. Pamba Kaoshi lile. Sawa, sio kama nalitangazia biashara. Pale walikuwa wanauza tiketi za Simba Day. Kaka, waliokuwa wanakuja kununua Simba Day hawana tofauti na mimi. Ndio ujue walala hoi ndio wanazifuata. Mtu anaenda kununua mapema, anajichanga mapema ananunua. Sasa wewe, mimi nilipe nauli. Hapa pana nauli ya kwenda na kurudi. Hujala, hujalala. Mimi nani? Kwa nini wanatufanyia hivi TFF? Timu zetu mzipeleke kule. Sasa tuache tu kusema kwa kwamba sijui mliziona hizi timu, si maisha yanakuwa magumu. Si unaona Babu, si unaona zinapotembea zilikuwa zinacheza Afrika. Wanaoenda wako 20. Wachache. Na ukimwona mtu kaenda kasafirishwa. Sio mwenyewe. Kama sio kusafirishwa kapewa hela na uongozi.
kwa kumziba mdomo. Wewe unaongea sana, njoo ili kesho usiongee, nenda na timu. Unaiteka bwana. Leo ni uchaguzi wa Yanga wanafanyika, wanaenda kuhitimisha, lakini kiuhalisia Engineer Hersi na makamu wake wa rais wao tayari imeshapigwa tiki. Msiba ulishatokea. Hawana baya minne tena. Hata kwanza wewe mtu wa Yanga uende ukamwambia Engineer Hersi afai, sio unaweza kukupiga hata vibao. Wewe uende ukamwambia Engineer Hersi, watu wa Yanga nyinyi mafala mnamchagua Engineer Hersi, achani kumchagua huyo. Atawasaidieni nini? Acha Mungu nakula vibao. Kwa mara ya kwanza Yanga wanakunyuka. Hawaelewi wala hawasikii. Kupitia Engineer. Lakini si kuna mafanikio ambayo wanayoona ndio maana wanampenda. Ndio maana yake hata mimi mwenyewe nampenda kwa mafanikio ya mpira wa Tanzania. Anatuletea sifa, hata sisi kweli si anatukongota, lakini sifa tunapata. Kwa benki tunapanda. Timu nzuri, timu mzuri. Kimataifa nayo. Unajua watu wanashindwa kuelewa. Misri wana timu ngapi? Wanaingiza timu ngapi katika ligi ya klabu bingwa? Klabu bingwa? Na kuaga Misri 4. Misri na kuaga 4. Zinakuaga 4. Kwa nini zinakuwa 4? Sasa hizo 4 zote zinaenda kuchukua ubingwa? Hapana. Ni moja tu. Kwa hiyo usishangae Yanga kutokuchukua ubingwa wa Afrika. Kila siku tunaenda tunasoma. Iko siku tutakuja kupasi darasa la 7. Tunaenda darasa la ngapi? Lakini yeye lengo alikuwa anasema sio unakurupuka kuchukua ubingwa. Lazima uende kwa step. Lazima uende kwa step. Msimu uliopita kaingia makundi. Nakwambia hivi, kila kitu kinaenda kwa step. Sisi tulianza kuhangaika hivyo hivyo. Tulitafuta wachezaji. Kipindi cha Emoge, yule kocha aliwahi kuifundisha Azam, kipindi cha Emoge walikuja wachezaji kibao. Mimi nakumbuka niliwahi kwenda pale. Watu wakawa wanasema huyu kocha timu imemshinda, timu haiwezi, tukaanza kubishana wenyewe kwa wenyewe. Lakini timu ilikuwa inatengenezwa mpaka kwenda kuseto, kwanza kwenda mpaka kuanza kushangilia. Umenielewa? Kwenda kutoa burudani kule. Usifikiri kwenda kuchukua ubingwa tu kama vile unaenda kuchukua kikombe cha maji unakunywa maji babu. Alafu mbwa afundishi kuogelea. Mbwa afundishi kuogelea. Kwa anajua mwenyewe? Yeye mwenyewe tu. Oshawahi mbwa akafundishwa kuogelea? Kama bata anavyofundisha watoto wake kwenda kuogelea. Bata anafundishwa kuogelea babu. Watoto wale mama anaenda naye mwenyewe kwenye maji. Haendi kuogelea. Kwanza mtoto wa bata hata ukimzamisha kwenye maji akitoka mkavu. Alowani. Kwa nini? Ndio ujiulize sasa. Hiyo ni shani ya Mwenyezi Mungu. Huo mfano unaenda na nini mzee Said? Mbona unaniacha nje ya panda hapo? Wewe tulia. Mbwa afundishi kuogelea babu. Mbwa afundishi kuogelea hata siku moja. Kamwambia wewe nenda kajifundishe kuogelea. Yule automatic anazaliwa anajua kuogelea. Imeisha hiyo. Hii imetoka hiyo. Neno la mwisho bwana kuelekea na Simba Day tarehe 8. Funga kipindi. Neno la mwisho kuelekea Simba Day tarehe 8. Mimi nataka jezi. Atakaye nionea huruma kuninunulia jezi aninunulie. Unavaa size gani? XL. Itakuwa kubwa. Hakuna. XL hakuna. XL hakuna kwako. Mwindi. Mwindi kakosa na wewe upati. Mwindi. Mimi ninayo babu. Mimi ninayo. Pesa yako hivyo. Wewe sema hela sina tu lakini mimi ninayo. Sema hela sina. Wanachapesa wamekuelewa. Wewe mzee yule. Wala siseme amekosa jezi. Sina hela. Lakini size yangu kama hii hapa ipo. Sio kama design Mwindi. Mwindi kakosa jezi. Bala kweli kuna watu wanazipenda timu zao jamani. Mpaka Mwindi kamwite yule mtangazaji wake. Bana njoo bwana. Nini tena njoo bwana. Kuja bwana. Kuwa muwazi wewe. Bwana nimekosa jezi. Mzee Side bwana asante sana. Ila ndugu yangu. Jairuti mwanaharamu. Inabidi arudie tena. Jairuti. Inabidi arudie tena. Au wazati. Yaani kaleta gari bovu. Kaambiwa bwana gari bovu kaacha kuleta jezi za watu. Asante sana bwana, nilikuwa na Mzee Said tukizungumzia habari za kimichezo pamoja na hii uchaguzi kuelekea wa Yanga leo unafanyika pale Jangwani. Mimi sina la ziada, muendelee kutufuatilia. Pia wana Yanga leo hii na imani safari ya kwenda Katoro. Wewe kama unahitaji kwenda ulikuwa ufahamu, leo ni safari ya kwenda Katoro na wale watu wa Katoro pamoja na Geita pale kwa Biteko mnahitajika muweze kwenda kushiriki pati ya uzinduzi wa jezi ya Young Africa. Simba jana wamezindua pale Ngorongoro, unyama ulikuwa mwingi, furaha ya kutosha, quality leo kwa imeenda safi kabisa.
na yeye kesho na imani Yanga Afrika pia wanaenda kuzindua jezi yao. Mimi sina la ziada, tuendelee kufuatilia, endelea kushare, kulike na kucomment. Hii ni Chapesa Media. Bye bye.